Naam kabisa, hii ni Sanga Media Tanzania na leo tuko maeneo ya Ukonga Mombasa, katika ukumbi wa Wenge Hall kuja kushuhudia pambano la ndugu yetu ambaye anatokea maeneo ya Kinyamwezi, si mwingine kama unavyomuona nyuma ya bango hapa, ndugu yetu Isiaka. Na mimi mtangazaji wako naitwa Karimu Mkali, na sikuja peke yangu, nimekuja na ndugu yangu Mtala Mbungo, naye ni mtu ambaye alipitia katika karia hii ya boxing, naye ataeleza machache sana kuhusu mchezo huu wa boxing. Karibu ndugu yangu Mbungo. Asante sana. Habari za jioni? Nashukuru Mungu. Tumekutana tena. Tumekutana kwa mara nyingine tena. Bwana Mbungo, leo hii tunaenda kushuhudia pambano la ndugu yetu Isiaka hapa Mombasa Ukonga, katika ukumbi wa Wenge Hall. Wewe kama mpambanaji wa zamani wa mchezo huu wa masumbwi, ukiwa kama player wa zamani, ikifikia siku ya mechi huaga mpambanaji anakuwa katika hali gani? Kwanza nashukuru Mungu kwa kukutukanisha usiku huu na mkoja kumwangalia ndugu yetu Isiaka na mwanapambana leo katika ukumbi wa Wenge. Na siku ya leo mpambanaji ikifika siku kama ya leo, mara nyingi anakuwa yupo katika hofu kidogo, lakini vile vile anakuwa yupo katika hali ambayo si ya kawaida kama anayokuwa nayo nyumbani. Sijui umeelewa? Siku ya leo ni siku ya mechi, kwa maana anapokuwa katika mechi siku kama ya leo ana kidogo lazima awe na kiofu kadhaa, lakini kama atakuwa amejipanga vizuri hawezi kuwa na hofu wala hawezi kuwa kitu chochote, kwa sababu kwamba ni mchezo wa ngumi, si mchezo wa kawaida kama watu wanavyofikiri. Ukikaa nje unaweza ukasema kwamba ule mchezo ni mchezo rahisi, lakini kwamba huu mchezo si mchezo rahisi kama watu wanavyofikiri. Ngumi ni mchezo hatari, lakini kama umejipanga vizuri kwa unakuwa rahisi zaidi ya mpiganaji wako. Na siku ya leo wote chukulia kama sherehe, kwa sababu ni kama harusi, kwa sababu kwamba umejipanga vizuri na uko vizuri, ina maana kwamba una uhakika kutoa matokeo yaliyokuwa mazuri. Lakini ina maana hata kama ukiwa umejipanga katika mazoezi, ile hofu inakuja baada ya kutokujua unaenda kupigana na mpinzani wa aina gani katika bauti yako. Ni hofu inakuja endapo kama umjui mpinzani wako, lakini kama mpinzani wako unamjua vizuri na umemfuatilia kwamba anachezaje, madhaifu yake, basi mimi sidhani kama utakuwa na hofu, kwa sababu kwamba unaingia katika ringi unajua kabisa kwamba mpiganaji wangu madhaifu yake yako wapi na anapigana vipi, kwa hiyo na mimi niingieje ili mradi niweze kuchukua ushindi. Naam, huyu ni Mtala Mbungo naye akielezea kwa ufundi